mwisho. Praise the name of the living God. Na jioni ya leo nataka niweze kunenea watu wawili kwa utukufu wa jina la Bwana. Maandiko inasema hivi, wale watu walipomtokea Elisha walimwambia maneno matatu. Wakamwambia, kama uonavyo huu mji na vile unaouona ni mzuri sana. Kuna maandiko Biblia zingine inasema inaongea kama King James Version inasema kwamba inasema kwamba wakaenda wakamwambia, kama uonao mji huu na Mungu ajuae mji huu. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba kama uonaye mji huu ulivyo, ya kwamba mji huu unakupendeza na mji huu unakufurahisha, lakini hata vile Mungu ajuae huu mji, lakini sisi wenyewe tulio ndani ya ule mji tunaweza kupitia mambo mengi, tunaweza kupitia maafa, tunaweza kupitia shida mingi. Na wakati walipompokea, maandiko inasema kwamba walipoweza kumwambia Elisha alikuwa anajua ya kwamba nilikuwa najiuliza, mbona Elisha alienda tu mahali pale na kulikuwa na miji ingine ambayo alikuwa angeweza kwenda. Utaniongezea kabisa kidogo na Mungu atakubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Elisha alikuwa na miji mingine ilikuwa inateseka, ilikuwa na kulikuwa kuna mashida mengi, lakini yeye alienda pale Jericho, na alikuwa ameenda pale Jericho akasimama anapojiangalilia, na ninaamini ya kwamba Mungu akubariki. Na mnajua ya kwamba hata watu wa mji ule walikuwa wanajua ya kwamba kuna mtu wa mbushi wa Bwana alikuwa anaitwa Elijah, na alikuwa na mtu mwingine wanafuatana na yeye ambaye alikuwa msaidizi wake, lakini hakuna wakati hata moja Elijah amewahi pitia ili aweze kutusaidia. Lakini maandiko inasema ya kwamba wakati Elisha alipotazama yale maji, alipowatazama wale watu, maandiko inasema ya kwamba ukiangalia Biblia zingine kama devotion inasema ya kwamba walikuwa zaidi ya wanaume 50. Na ukiona mahali mwanaume anaweza kutoa shida zake, anaweza kutoa mambo ambayo yanamsumbua, ujue hakika yule mtu ameweza kufika mwisho. Praise the name of the living God. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine nilikuwa ninatazama ya kwamba hata Elisha kama hangeambiwa na hawa watu kile wanaopitia katika mji, na yeye angechukua nafasi yake na aende nyumbani, lakini wale watu wakaenda wakamwambia, ewe Bwana, vile unavyoona mji huu na unakupendeza na una vyakula nzuri na una mambo mazuri, lakini hakika sisi tunateseka katika mji huu. Bwana Yesu apewe sifa. Na nilikuwa ninatazama, ninaona ya kwamba hakika wale watu walikuwa wameteseka, wale watu walikuwa wamepitia shida, wale wakipitia mambo mazito, kwa sababu hakuna kitu kibaya. Ninaamini ya kwamba wale ambao wanaweza kufahamu vizuri wanaweza kujua mwanamke kuafya mimba ni kumaanisha namna gani. Praise the name of the living God. Mtu ambaye hata mtoto awe ni wa miezi 2 na ameweza kuondoka kwa mwili wake, ukienda kwa hiyo familia, ukute mume wa huyo jamii, ukute mwanamke wa huyo jamii, utakuta ni watu kama wamefiwa, ni watu ambao walio na huzuni mingi, ni kama watu wamefiwa, ni kama watu wameondokewa. Praise the name of the living God. Na ninatazamini ya kwamba watu wengi katika maisha yao na katika maisha haya ni watu wachache sana huwa wanaenda kutia nguvu wale watu ambao mimba zao zimetoka. Praise the name of the living God. Ukisikia mama fulani alikuwa na mimba ya miezi 2 na ya miezi 3 na ishatoka, praise the name of the living God. Hata wengine wanaweza kusema
vile watakavyoweza kusaidia hiyo jamii, na baadaye wanaenda wakiwaambia pole sana, poleni sana kwa sababu ya kuachwa na mmoja wenu. Lakini mtu mmoja aliyefiwa, aliyeafya mimba, watu hawana shughuli na yeye. Lakini maandiko inasema ya kwamba wale wazee walipitia mambo mengi, wale wazee walipitia shida mingi, kwa sababu wao walisikia uchungu ile wazazi wake wao wanapitia. Praise the name of the living God. Na ninaangalia neno la kwamba wakati mwingine tunaweza kosa kuelewa na kuweza kosa kufahamu uchungu wa mtu aliye katika shida fulani ambayo hajaweza kupata njia ya kutoka. Bwana Yesu ainuliwe. Praise the Lord. Wakati mwingine mtu anakuwa kwa shida fulani na mambo fulani na hana njia ya kutoka. Bwana Yesu ainuliwe. Siku moja nimeongea na dada mmoja akiwa Eldoret, alikuwa aliingia tu kwa Facebook yangu na akaweza tukaanza kuchati na yeye. Baadaye akanifungulia moyo wake, akaniambia sasa mimi niliingia kwa ndoa na nimeingia kwa familia, niko na watoto 3 na mume wangu anakaa siku 3 kama sijamuona, na baadaye akikuja anakuja na vita. Nikimuuliza umetoka wapi, anaanza vita, anatupiga sisi pamoja na watoto. Akaniuliza tunaweza kufanya aje tukiwa kwa shida kama hii? Pastor nisaidie, uniambie nitafanya nini? Praise the name of the living God. Uniambie nitafanya nini nikiwa kwa shida kama hii? Mimi nikamuuliza wewe ungetaka tufanye nini? Kile kitu aliniambia kama unaweza kuomba huyo Mungu aweze kuniondolea huyu mzee wangu, wale wanajua neno la Kikuyu, ajeherere kaimana na dikanamuonerege. Praise the Lord. Yani adiondoke milele na zisakawi muona tena. Ama pastor uweze kuomba akufe. Praise the name of the living God. Ama uweze kufunga akili zake akaage hapa nyumba nimsaidie. Praise the name of the living God. Huyo ni mtu ambaye aliyefika mwisho na hana njia ya kutoka. Lakini nikamwambia hatutafanya hivyo na wewe. Praise the Lord. Nikamwambia nitaomba Bwana na ninajua Bwana atafanya jambo, na kile Bwana ataweza kufanya. Bwana Yesu ainuliwe. Wewe usijali, lakini najua Bwana atafanya jambo. Tukaweza akanitumia namba yake ya simu, nikampigia nikamuombea, nikamwambia ninajua kuanzia sasa Bwana atafanya jambo. Baada ya siku 4 akaweza kutafutwa na marafiki za huyo mzee wake, wakamwambia fulani atakufia kwa nyumba ya mwanamke fulani, na yuko pale ameshindwa, hakuli hakunywi, amegojeka sana. Wakati aliniona hivyo akanipigia simu, akakuta niko mteja. Baadaye nikampigia, akaniambia kwamba amekaa tu hawezi kwenda kumshughulikia mpaka nimwambie kile nitakachoweza kufanya. Nikamwambia toka, enda uchukue mume wako umpeleke hospitali na baadaye upeleke nyumbani. Alikuwa na biashara akafunga, ende peleka nyumbani na uweze kupalilia yeye. Praise the name of the living God. Wakati hapo mume alipokuwa anafona katika nyumbani, alikuwa analia machozi, anamuuliza Wangeci ni atia gwekaga kaide muthuri mukegua atia. Praise the name of the living God. Huyo ni mtu ambaye alikuwa ameenda kwa wazazi wake wana kesi, alikuwa ameenda kwa wazazi wake wana kesi, anatafuta njia ya kuweza kutoka katika ile shida. Praise the name of the living God. Na ndivyo siku ya leo nimekuletea neno la Bwana katika jina la Yesu, la mtu ambaye anakaa watu hawa waliokuwa katika mji wa Yeriko, waliokuwa wameshindwa vile watakavyoweza kutoka, vile watakavyoweza kusaidiwa. Praise the Lord. Lakini waliangalia wakajua ya kwamba ile njia tunaweza kufanya ndio kwa modo wa Ngai, kwa hata kuonekana uteithio, kwa hata kuonekana honio thĩinĩ wa itũũra ritũ. Praise the Lord. Ya kwamba inawezekana tupate jawabu katika mji wetu. Tutaenda kwa mtu wa Mungu, na ninajua siku ya leo kuna watu ambao aidha wanapita, aidha wako kwa manyumba, wako kwa mabiashara zao, wako katika maisha, hata wengine bado wako katika kutafuta, katika kuangalia ni njia gani ambayo tutaweza kutokea. Bwana Yesu ainuliwe. Ninataka kusema nini leo? Wakati hao watu walienda kwa Elisha, akawaambia nisaidieni.
sitaweza kwenda tu pale hivyo. Nitafutieni bakuli, nitafutieni bakuli, muniletee na chumvi. Bwana Yesu ainuliwe. Ninajua ya kwamba hata kama inaweza kosa kueleweka ama ikose kufahamika, ni kuna kitu kimoja ninajua, nitohujagia gai. Huwa tunahubiri Mungu, wakati mwingine inaonekana haiwezekani. Huwa tunanena mambo ya Mungu, watu wengi wanaona kama haiwezekani. Hata wakati mwingine Mungu anadhihakiwa. Hata juzi nimesikia wengine wakisema ati kanisani hakuna Mungu. Nimekuja niwaambie, kwa hiyo kanisa hakuna Mungu, lakini mbinguni kuna Mungu. Praise the name of the living God. Nimekuja niwape habari njema ya kwamba kanisani kunaweza hakuna Mungu. None kule na Ngai matuine na Elisha ndathire kigo kanitha-ine nigetha honie mai maito. No atire Ngai wake na Ngai wake akihonia mai macio. Bwana Yesu ainuliwe. Aliita Mungu na Elisha alijua hii kitu, na yule Mungu huwa ninaomba ni kitu kidogo sana. Sasa kile nitakachoweza kufanya, leteni chumvi na muweze kuleta bakuli. Maji ya ule mji ukapona. Sijui kuanzia pale, kwa sababu ulikuwa muujiza wa kwanza wa Elisha baada ya Elijah kupaa. Maandiko inasema ya kwamba maji yakapona, yakaweza kuondoka. Nilikuwa ninaangalia maandiko, nikaona wakati wa zamani Mungu kabla Yesu kuja, Yesu alitumia watu wengi waweze wakahubiri Injili, wakaweza kuleta neno la kweli. Akatumia mtu ambaye anaitwa Isaia kama nabii, na akampatia ujumbe ambao ulikuwa mtamu sana, juu ya baraka na kushinda, juu ya kuendelea na kunawiri, juu ya kuitanishwa na Bwana. Lakini bado dunia haikuweza kumsikiliza. Bwana Yesu ainuliwe. Akatuma Yeremia kwa uwezo, akatuma Yeremia. Maandiko nasema ya kwamba kwa neno lilikuwa kali la kuhukumu, lakini bado hawakusikiliza. Wakamtuma Ezekieli kwa maneno matamu ya Roho Mtakatifu, lakini bado hawakusikiliza. Bwana Yesu ainuliwe. Mpaka ikafika bado Mungu alikuwa anatafuta watu wake, alikuwa anatafuta watu ambao wamelemewa na dhambi, wameshindwa na mizigo, watu ambao wameshindwa na magonjwa, wamelemewa na dhambi, wamelemewa na uovu. Watu hao ndio Mungu alikuwa anatumana kila saa waweze kutafutwa na ili maisha yao iweze kubadilika. Lakini hawakusikia Isaia, hawakusikia Yeremia, hawakusikia Ezekieli. Bado kukaja mtu mwingine ambaye anaitwa Danieli. Yeye anapewa mpaka ufunuo kutoka juu mbinguni ili afikishie wale watu juu ya habari za Bwana na mambo yaliyo yatakaokuwa na yatakaokuja kwa ufalme wa Bwana. Lakini hawakusikia. Kutoka pale maandiko inasema ya kwamba akachukua manabii wadogo kama Hosea, kama Mika. Unakumbuka tena bali sema ya kwamba akamtuma mtu ambaye anaitwa Jona, anatende kule, akaingie meli ili awende kupeleka Ninawe habari njema, ili Yesu, sababu alikuwa naona mizigo watu wamebeba, shida watu wamebeba, mambo ambayo watu wamebeba. Lakini Biblia inasema ya kwamba wale watu ambao walikuwa wamebeba yale mambo hawakuweza kujua wala hawakuweza kufahamu. Praise the name of the living God. Neno la Bwana linasema ya kwamba wale watu walikuwa wamelemewa na mizigo, wamelemewa na shida, wamelemewa na hali zao. Hawakuweza kujua, hawakuweza kufahamu ya kwamba kile Bwana alikuwa anataka kwao. Praise the name of the living God. Lakini Bwana alikuwa anawatafuta awaondolee mizigo, awaondolee shida, awaondolee magonjwa, awaondolee laana, awaondolee mapigo. Yesu aweze kuweka maisha yao huru, aweze kuwafungua. Lakini hao hawakujua. Bwana Yesu ainuliwe. Na hata siku ya leo Bwana Yesu akatumwa duniani, akafanya ishara, akafanya miujiza, akafanya mambo mengi ili wale watu ambao wanao duniani weze kufuata Bwana, anawasikia neno lake, anawasikia injili yake. Lakini bado hata leo
bado watu hawasikii, bado watu hawaelewi. Nimekuja jioni ya leo kwa habari njema, niweze kuambia mtu ya kwamba wewe ndio utakayechoka na mizigo, wewe ndio utakayelemewa na mizigo, lakini Mungu hatachoka, Mungu hatalemewa. Praise the Lord, hallelujah. Kaida kanoga ne kuhonia tu, Mungu hatachoka na kuwaponya. Hallelujah. Mungu hatachoka kuwainua, hatachoka kuwabariki, hatachoka kuinua walio chini, hatachoka kuhifadhi, hatachoka. Praise the Lord. Wanadamu ndio watakaochoka, ndio kaoremewa, lakini Mungu gutire muthenya oronomwe Ngai witu akaga uhoti wa gwika maundu umariekire tene ona umuthi. Mwathani arogocwo, gutire hindi Ngai witu akaga uhoti wa gwika maundu, na nikio muthenya wa umuthi ndoka muthenya wa umuthi kuoya kiugo kia Ngai ngwire atiriri thiini wa ritwa ria Jesu ati mandu ona korwo wi munogu bado Jesu no eke ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Ona korwo ni uremereirwo Jesu no eke ringi, ona korwo wi mutorie. Hallelujah. Unajua, wacha nikwambie, kuna mtu ambaye aliyo na ugonjwa lakini hajalemewa, bado anatembea lakini anakunywa madawa, bado anatembea lakini anakunywa madawa, bado anatembea. Watu wanamjulia hali, lakini siku ambayo watakaosikia yule mtu ako Kenyatta hata ajipindui, huyo mtu anakusema ya kwamba na unajua fulani ameanza kulemewa, niajirie kulemererwo, tutiye tugwika atia muturire wake tutiramenya gwika atia, riu ni aremereirwo. Hallelujah. Praise the Lord. Okinyare ni aremerere hata wale ambao wamejishindwa wenyewe kama Yeriko, hao ndio Yesu anaotaka afanye kitu. Hallelujah. Bwana Yesu ainuliwe. Yesu witonekaga na noe kiondoreke ona kuri aria monekanaga tamatareta gike kondu, ona karia monekaga tamatagiendeka tamatamenyekana. Jesu itwendaga andu acio, ona aria monekaga ni mateirwo, ona aria monekanaga matire na njira, ona aria monekanaga matire na mwerekera. Andu acio ni acenjagia miturire yao, ni ahonagia miturire yao, ni abararagia miturire yao, ni ameshia yao, ni ahonagia hiko ciao, ni ahonagia family ciao. Mwathani arogocwo, Ngai utuhunjagia na maundu magiekaga, na tondu nduri wa mucama nikio utakimona na nikio utakimaigua. Bwana Yesu ainuliwe. Jesu no eke kiundu ringi ona muthenya wa umuthi, no akurute mirigo iyo uturite ukuite miaka mingi na ndikwaukaga thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. Ngai uyu tuhunjagia aturaga matu-ini, ndonekanaga guku thi, ona ndekaga maundu monekanaga guku thi, na andu makoigaga atiriri Ngai ni aranjikire, Ngai ni aranjikire, Ngai ni aranjikire, Ngai ni arahonirie, Ngai ni arandutire, Ngai ni arangurire, Ngai ni aranyambararirie, Ngai ni arahonirie, ni arahonirie njumba yakwa, ni arahonirie muthuri, ni arahonirie nĩarahonirie anake, nĩarahonirie mabiacara, nĩarahonirie mawĩra, nĩarahonirie kanitha, nĩarahonirie bũrũri. Ũcio nĩguo wĩra wake wa gwĩka maũndũ marĩa maremaga andũ a gũkũ thĩ. Hallelujah. Praise the name of the living God. Kũrĩ andũ manogete, ona mũthĩ mararigwo atĩrĩrĩ, kamũndũ karĩa karoiga atĩa nĩete karageria kuuga nĩ tondũ mĩrigo ĩrĩa mũndũ akuĩte, ona ndĩramuonia ũtheri, hana mwangaza tena, hana nuru tena, kwa vile amechoka. Ukiangalia wazee kama wale wamekaa pale wananisikiliza vizuri, sio ya kwamba wako sawa, hapana. Watu walio sawa unawakuta nyumbani kwao wamekaa na wake zao wanakunywa chai. Praise the name of the living God. Wengine wako mahali wanakula mahali yao, lakini ukiangalia wanaume wamekaa kama vile wamekaa kwenda kindu kimaremereire, kwenda kindu kimarituheire, kwenda kindu marenda. Hallelujah. Na ndirete kiomuthi Jesu tuhunjagia anoe kindu onokorwo we mumene na ndurendekana thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. Praise the Lord. Ecubio gĩkĩhonia itũra rĩa Jeriko, nĩgetha andũ acio moigage nĩ kũrĩ Ngai wa ma na Ngai ũhunjagio.
Mwathani arogocwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndahoya Ngai mũthenya wa mũthĩ aũrĩa andũ mĩrigo mĩritũ, aũrĩa andũ mathĩna, aũrĩa andũ mĩrimũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, aũrĩa biacara kũremererwo, ohore cioho, ohore mĩnyororo, ohore itwanda, eherie mĩgĩko, eherie ngiri, eherie thingo, eherie marima. Mwathani arogocwo. Aya twekora mathaa nĩ mathirire. Haya. Bwana asifiwe. Ukisoma in the book of Joshua, sitasoma. Maandiko inasema hivi, wana wa Israeli walikuwa wamelemewa na mvua. Wakati wowote kunakuwa wanapanda na kupalilia na kufanya kila kitu kuko sawa. Lakini wakati unafika wa mavuno, Bwana asifiwe sifa, ndio mvua, ndio bahari inarudi. Baka inabidi watafute itafute wazee kule Israeli wakuje, waweze kuweka mti kwa maji na wakanyage bahari, waweze kufukisha chakula zao. Praise the name of the living God. Na hivyo ninaamini ya kwamba leo ninapomalizia, pia kuna watu hapa wakati tu wanalipwa mshahara ndio magonjwa inatokea kwa watoto, ndio magonjwa inatokea kwa jamii, ndio magonjwa inatokea kwa familia. Lakini jioni ya leo ninaomba Bwana siku ya leo awaondolee hiyo mizigo ya magonjwa, awaondolee magonjwa. Naomba Bwana leo awaondolee mizigo mizito, na kuanzia sasa ninatangaza Bwana aweze kusaidia kila mmoja katika jina la Yesu. Aidha unanisikia ama unisikii, ninajua ya kwamba kila mtu anayenisikiliza leo ana jambo anamwambia Bwana, unaojehererie murigo uyu na muthenya wa umuthi. Bwana, ninaomba siku ya leo watu hawa uone mioyo yao, uone maisha yao, uone jamii zao, uone familia zao, uone biashara zao na kazi zao. Inua mkono wako nikuombe. Tutaendelea wiki ijayo. Bwana sapesifa. Sema Bwana Yesu, siku ya leo ninakuomba ujuae moyo na mawazo na nyama zangu na mifupa zangu na damu yangu. Uniondolee mizigo mizito, uniondolee mambo mazito kuanzia sasa. Ninakuomba Bwana, ponya maisha yangu, ponya destiny yangu, ponya jamii yangu, ponya ndoa yangu, ponya watoto wangu, ponya familia yangu. Ponya Bwana, niponye, ingia kwa maisha yangu Bwana, ukaniguza, ukanibadilisha kwa jina la Yesu, ukanionea huruma na rehema mwaka huu katika jina la Yesu. Waachilia nguvu za uponyaji ndani yangu na juu yangu Bwana katika jina la Yesu. Sasa Bwana, watu hawa natangaza malaika wako waondoe mizigo, waondoe mizigo, waondolewe mizigo, waondolewe mashinda katika jina la Yesu. Waondolewe rejection, waondolee kila maroho inawazuilia, hawatapingwa, hawatazuiliwa kwa jina la Yesu. Natangaza damu na uwezo na mamlaka ya msalabani. Baba, siku ya leo tunapokuja mahali hapa kesho, natangaza mafuta mabichi na neema ya ajabu na uwezo wa ajabu. Wabariki watu wanapoenda nyumbani Bwana, uwainue, shughulikia kila mmoja. Wengine Bwana atawakute kwa manyumba zao, wakute kwa vitanda vyao, wakute kwa maisha yao Bwana, uweze kuwabadilishia, uweze kuwaguza Bwana na kuweza kuwafanya upya kwa utukufu wa jina la Bwana. Uinuliwe Yesu na utukuzwe kwa utukufu wa jina la Bwana. Tumeomba na hata tunashukuru. Ambia huyo mwingine, now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit